kusudi linataka uwe wapi, ufanye kwenye maeneo gani. Yohana Mbatizaji kusudi lake lilikuwa linamtaka akae jangwani, na ndio maana wakati mwingine Yohana anaulizwa, wewe ni nani utuambie? Yohana anawaambia, mimi ni sauti ya mtu aliaye kutoka nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Yohana Mbatizaji eneo lake ni nyikani. Yohana Mbatizaji ni mhubiri wa ajabu sana. Yohana Mbatizaji alikuwa haweki aandai posta atangaze matangazo kwenye redio au kwenye TV kuita watu waje kwenye mkutano wake. Yohana Mbatizaji alikuwa ametambua eneo lake ni jangwani, alikuwa anakaa jangwani. Ni mhubiri ambaye watu walikuwa wanamfuata. Biblia inasema watu kutoka Yudea wapi na Yerusalemu walikuwa wanaenda kusikiliza mahubiri ya Yohana Mbatizaji. Siku ambayo Yohana Mbatizaji alitoka jangwani akaenda mjini, ndio siku ambayo walimla kichwa, ndio siku ambayo Yohana Mbatizaji alikufa. Jua eneo lako ni wapi. Ukikosea, kuna maono ambayo unayo yanahitaji eneo la kuishi. Mungu anataka ukae kwenye eneo gani? Mungu anataka ukae mkoa gani? Kuna watu wengine maono yao iliweza kutimia yatawahitaji waende Ulaya, lakini wengine maono yao hayahitaji waende Ulaya, yanawataka wakae Tanzania. Ukienda Ulaya na utakuwa ukae Tanzania ili utimilize maono yako, utapotelea huko, hutaweza kuzaa matunda. Wewe ni kama mbegu. Ili uweze kuzaa matunda, lazima upandwe kwenye udongo ulio sahihi. Kwa maneno mengine, ukae kwenye eneo lililo sahihi. That's why utaona kuna baadhi ya maeneo ukienda kuishi uzai matunda.